kukuletea historia ya Willy Ngoma. Historia, safari na matukio muhimu yanayohusiana na jina hili. Mimi ni Frederick na hii ni Juma TV. Kabla hatujaendelea, tafadhali bonyeza subscribe, weka like na shiriki video hii ili ujumbe uwafikie wengi. Tuanze. Willy Ngoma alizaliwa mwaka 1974 huko Kinigi, Ruhengeri, Rwanda. Alitoka katika familia ya watoto 7 akiwa mtoto wa 3. Baba yake alikuwa mtumishi wa serikali chini ya uongozi wa Gregoire Kayibanda na Juvenal Habyarimana, wakati mama yake alikuwa mama wa nyumbani. Mwaka 1986 baba yake alifariki dunia, jambo lililobadilisha maisha yake. Akiwa na umri wa miaka 12, alipelekwa kuishi Kiwanja, Kivu Kaskazini, DRC, ambako alikulia wakati wa utawala wa Mobutu Sese Seko. Alipofika Kongo, alitumia jina la Ngarurira Ngoma Rutikanga. Aliendelea na masomo yake katika shule ya Camp Ebea, Mbanza Ngungu, ambako alijulikana kwa jina la utani Pap. Alikuwa mwanafunzi mwenye bidii na akili. Baadaye alisoma sayansi za kijamii na kibinadamu. Kisha akafanya miaka 2 ya chuo katika historia na jiografia. Baada ya kumaliza masomo, alifanya kazi kama mwalimu wa historia na jiografia. Kabla ya kujiunga na harakati za kijeshi, Ngoma alidai kuwa alikuwa mwanachama hai wa chama cha upinzani cha UDPS kilichoongozwa na Etienne Tshisekedi. Katika kipindi hicho, alishuhudia vita mbalimbali vya Kongo, ikiwemo vita vya 1996-1997 vilivyoongozwa na AFDL na kumweka madarakani Laurent Desire Kabila. Kutoka makubaliano ya 23 Machi hadi kuundwa kwa M23. Tarehe 23 Machi 1999, CNDP ilisaini makubaliano ya amani na serikali ya Joseph Kabila. Wanachama wake waliingizwa ndani ya Forces Armées de la République Démocratique du Congo, FARDC. Mwaka 2012, baadhi ya wanachama wa zamani wa CNDP walidai makubaliano hayo hayakuheshimiwa, wakaasi na kuunda Mouvement du 23 Mars, M23. Willy Ngoma alijiunga na M23 tangu kuanzishwa kwake, chini ya uongozi wa Sultani Makenga. Alitambulika kwa nidhamu na uwezo wake wa kupanga mambo, hivyo akapandishwa vyeo haraka. Mwaka 2013, M23 ilishindwa na muungano wa FARDC, vikosi vya Tanzania na Afrika Kusini, kwa msaada wa brigedi ya uingiliaji ya MONUSCO. Baada ya kushindwa, wanachama walikimbilia Rwanda na Uganda. Ngoma na Makenga waliishi Uganda kwa muda, ambapo Ngoma alijifunza Kiingereza na kubadilisha baadhi ya taarifa zake binafsi hadharani. Kurudi kwa M23 na kupanda cheo. Baada ya karibu miaka 10 ya kujipanga upya, M23 ilianza tena mashambulizi yake mwishoni mwa 2021 na hasa 2022 mashariki mwa DRC. Ngoma alijitokeza kama msemaji wa kijeshi wa harakati hiyo. Alipandishwa cheo kutoka meja hadi luteni kanali mwanzoni mwa 2024. Alikuwa akionekana sana kwenye vyombo vya habari akisema kuwa M23 inalinda haki za Wakongo, hasa jamii zinazozungumza Kinyarwanda ambazo zilidai kutengwa. Ingawa alizaliwa Rwanda, inasemekana hakuzungumza Kinyarwanda vizuri, lakini alikuwa na ufasaha wa Kifaransa, Kiingereza, Lingala na Kiswahili. Willy Ngoma alikuwa ameoa na alikuwa baba wa watoto 4. Maisha yake binafsi yalibaki kuwa ya faraga, licha ya nafasi yake katika uongozi wa kijeshi. Kuanzia mwaka 2021, wakati mapigano yalipochukua kasi tena mashariki mwa DRC, alionekana zaidi hadharani. M23 ilipanua ushawishi wake katika maeneo ya North Kivu
na kuhusishwa na mapigano makali karibu na miji muhimu kama Goma. Katika kipindi hiki, Ngoma alikuwa akitoa taarifa za mara kwa mara kuhusu mwenendo wa vita, akijaribu kuonyesha nguvu na uthabiti wa kundi lake. Hata hivyo, nyuma ya taarifa hizo kulikuwa na athari kubwa kwa raia wa kawaida. Maelfu ya watu walilazimika kuyahama makazi yao, wakikimbia mashambulizi na hofu ya usalama wao. Watoto walikosa shule, hospitali zikajaa majeruhi, na familia nyingi zikijikuta zikitegemea misaada ya kibinadamu. Vita hivi havikuacha upande wowote bila hasara. Ingawa M23 ilipata mafanikio katika baadhi ya maeneo, pia ilikumbana na mashinikizo makubwa ya kimataifa. Viongozi wake waliwekewa vikwazo, safari na mali zikazuiwa, na jumuiya ya kimataifa ikaongeza wito wa kusitishwa kwa mapigano. Kupoteza wapiganaji vitani na kupoteza baadhi ya viongozi wake kulikuwa pigo la kisaikolojia kwa kundi hilo. Hasara hizi ziliathiri muundo wa uongozi na uwezo wa kujipanga upya kwa haraka. Hatimaye, mwaka 2026, taarifa ziliripoti kifo cha Willy Ngoma katika eneo la Rubaya, North Kivu, kufuatia shambulio lililohusishwa na vikosi vya serikali. Kifo chake kilitazamwa na wachambuzi wengi kama tukio lenye uzito mkubwa katika mzozo huo, hasa kwa sababu alikuwa sura ya mbele ya mawasiliano ya M23. Hata hivyo, mzozo wenyewe haukuishia hapo, na changamoto za usalama ziliendelea. Hadithi ya Willy Ngoma inabeba sura mbili. Upande mmoja ni wa kiongozi wa kundi la waasi aliyekuwa na ushawishi mkubwa katika mawasiliano ya kijeshi, na upande mwingine ni wa mateso ya wananchi waliokumbwa na vita visivyoisha. Familia yake imebaki gizani, historia yake ya awali imejaa maswali, na nafasi yake katika mzozo imeacha mjadala mpana. Mwisho wake, simulizi yake ni sehemu ya historia kubwa zaidi ya mashariki mwa DRC, historia ya vita, siasa na harakati za kutafuta amani. Kuna hatari ya migogoro ya ndani ya uongozi. Historia inaonyesha kuwa makundi ya waasi huathirika sana yanapopoteza sura muhimu. Hali hii inaweza kusababisha migogoro ya madaraka, lawama za ndani na hata kugawanyika kwa kundi. Na 5, kuna faida ya kisaikolojia kwa maadui. Kwa vikosi vya serikali, kifo cha Ngoma ni ushindi wa kiakili, moral victory. Inaongeza ujasiri na morali kwa upande wa wapinzani. Wakati huo huo, wanajeshi wa M23 wanaweza kujikuta wakijihami zaidi kuliko kushambulia. Hiyo ndiyo ilikuwa historia ya Willy Ngoma kama tulivyoileta kwenu leo. Kama umeipenda video hii, tafadhali weka like, subscribe Juma TV na usisite kutoa maoni yako hapa chini. Pia unaweza kunifuatilia kupitia mtandao wa Facebook kwa jina Frederick Helpdesk. Tuandikie kupitia namba zinazoonekana kwenye skrini yako. Toa maoni yako, au kama una swali lolote usisite kuuliza. Asante sana kwa kutazama. Tutaonana kwenye video inayofuata. Juma TV.